بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu yangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ikiwa tunaendelea na silsila ya athari nzuri za kuyajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu pamoja na sifa zake tukufu, tuliona katika vipindi vilivyopita athari namba 1 kwamba kumjua Allah kwa kupitia majina yake matukufu na sifa zake tunapata athari ya kumpenda Allah, haki ya kumpenda. Leo hebu tutazame athari ya pili. Miongoni mwa athari zinazopatikana katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuyajua vizuri majina ya Allah matukufu, tunapata athari ya ashauqu ila Allah, kuwa na shauku kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, kullama zdada ilmu al-abdi bi rabbih, kila inapozidi maarifa ya mja kumjua Mola wake, waktamalat lahu ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi, ikakamilika kule kuyajua vizuri majina ya Allah tabaraka wa taala na sifa zake, izdada shauqan ila rabbih. Natija sasa hiyo kinachopatikana, shauku ya mja kwa upande wa Mola wake inaongezeka. Wa haninan ila liqaihi, anakuwa na hamu, nafsi inatamani kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Falmahabbatu washauqu ila almahbub tabi'ani lililmi bihi, viwili hivi, mapenzi ya kukutana na yule unayempenda na shauku na hamu ya kumuona, vinatokana na kule kumjua. Nisimame kidogo hapa ndugu yangu katika imani, turudi sasa katika mifano ya kibinadamu. Hivi kweli unaweza ukawa na hamu ya kukutana na mtu usiyemjua, ambaye humjui kwa dhati yake wala huzijui sifa zake, kwamba una hamu ya kukutana naye? Abadan. Lakini wakati mwingine kibinadamu unaweza ukatajiwa mtu fulani, kuna mtu fulani mashallah, yani ni mkarimu yule bwana, kila anayekutana naye mashallah yajudu alayhi, anamfanyia wema, anamfanyia kadha, ukatajiwa sifa zake mpaka ukawa na hamu ya kukutana naye. Kwa hiyo kwa upande wa Allah jalla wa ala haihitaji maelezo. Tatizo ni kwamba tu nafsi zetu zimeghafilika au zinaumwa. Lakini lau tukiitazama dunia hii, tukatazama neema za Allah zilizotuzunguka, zinatupa picha ya waziwazi juu ya ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya wema wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, ambao hauhesabiki wala haudhibitiki kwa idadi. Haya kwa muumini yanatakiwa yampe shauku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam, ambaye ni a'raful khalqi bi rabbih, ndiye mwenye kumjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko viumbe wote, kana yakulu fi duaihi alayhi salatu wassalam, ilikuwa daima akisema katika dua zake Mtume sallam, as'aluka shauqa ila liqaik, na kuomba Mola wangu upe shauku daima moyo wangu kukutana na wewe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nini? Ni kutokana na vile alivyokuwa akimjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hadha li'annahu kullama izdada ash-shawqu ila al-mahbub kanat al-ladhatu bil-qurbi minhu a'zam. Kila unapokuwa na shauku ya kukutana na yule umpendaye, bila shaka ile ladha ya kuwa karibu naye inakuwa ni kubwa. Bali sio hivyo tu, linazaliwa jambo lingine, as-sa'yu ila mardati al-mahbub. Utakuwa ni mwenye kwenda mbio katika yale yanayomridhisha kipenzi wako unayempenda. Tazama mifano ya kibinadamu. Una mtu unampenda, hautaki kumkwaza, daima unakwenda mbio katika vile anavyovipenda, kwa sababu kila unapomuona ni mwenye furaha na wewe unakuwa na furaha. Kila anapofurahi nafsi yako na wewe inakuwa na matumaini makubwa. Hivi ndivyo tunavyotakiwa kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio athari za kuyajua majina ya Allah matukufu. Hizi ndio athari zinazoingia katika nyoyo zetu, zikatutengenezea imani zetu, zikatengeneza mahusiano yetu yakawa mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Zadul Ma'ad anasema hivi: fashauqu yahmilu al-mushtaqa ala al-jidd fi as-sayri ila mahbubihi. Shauku daima huwa inambeba na kumsukuma mwenye shauku kufanya bidii kumwendea yule ambaye ana shauku naye.
sawa sawa. Kisha akasema wayaqrubu alayhi at-tariq, ile shauku inaifanya njia ya huyu mwenye shauku iwe ni karibu. Wayatwi lahu al-ba'id, ile shauku kile kilicho mbali kinakunjwa na ile shauku alionayo mpaka kinaonekana kama ni cha karibu. Wayuhawwinu alayhi al-alam wal-mashaq, na inafanya maumivu anayoyapata kwa sababu ya shauku ya yule anayempenda wala hawezi kuyahisi. Nikupe mfano ambao wa karibu tutaweza kuelewa. Tazama mtu kampenda mwanamke, mkewe mathalan. Angalia ni kiasi gani ambacho si tunapata tabu kama wanaume. Unafight, wakati mwingine unafanya kazi ngumu, unapitia changamoto mbalimbali ili tu upate kumnunulia zawadi mke wako, umpelekee afurahi. Ile hamu ya shauku ya mapenzi ulionayo kwa mke wako inakufanya unapambana, unapata dhiki. Wanaume tunatafuta katika mazingira magumu. Yuko mwingine kazini anakufanya kazi anatukanwa, na wakati mwingine inawezekana unatukanwa na mtu ambaye ni mdogo kwako, lakini ana pesa, ndio bosi wako kakuajiri, atakufokea, atakutukana. Kwa nini? Ili tu nipate chochote nikipeleke nyumbani, watu wangu wapate kufurahi. Hayo ndiyo mapenzi. Sasa ukimjua Allah kupitia majina yake na sifa zake, ukampenda, ukisha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, shauku inaongezeka. Na hii shauku ulionayo inakutengenezea kitu kingine, kuyaona maumivu ni mambo ya kawaida. Maumivu yapi? Tabu, dhiki inayopatikana katika taa. Kulazimisha moyo uumie kuyaacha asiyoyapenda mpenzi wako ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo yamekaa namna hiyo. Wa huwa min a'zami ni'matin an'ama Allahu biha 'ala al-ibad. Miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tunu baadhi ya waja wake ni hii neema ya kuwa na shauku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kumpenda. Ndugu zangu katika iman, kila inapokuwa ar-raghbatu fil mahbubi wash-shauqi ilayhi aqwa fil qalb, ile hamu na shauku ya kukutana na yule anayempenda kadiri inavyokuwa ni kubwa katika moyo wa mtu, kanatil ladhatu bilwusuli ilayhi atam, ladha ya kukutana naye inakuwa ni timilifu zaidi. Unaona, kwa mfano unaweza ukawa huko pahala fulani, labda huko nchi fulani kama sisi kwenye taifa letu la Tanzania. Nafsi yako kwa Waislamu, nikupe mfano tu wa Waislamu. Kila Muislamu mwenye iman anatamani kufika Makka. Nadhani hii tunakubaliana sote. Kila Muislamu mwenye imani anatamani kabla ya kuondoka kwake duniani hapa aweze kufika katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, apate fursa ya kutembelea haramu mbili. Hii ni umnia, ni matamanio ya kila muumini. Sasa kadiri shauku inavyokuwa ni kubwa, ndiyo ladha inavyokuwa kubwa. Nimepata kuzungumza hii, bali imenitokea mimi mwenyewe, lakini nimepata kuzungumza na baadhi ya ndugu zetu waliokwenda haji. Unamuuliza swali mpaka anashangaa, "Shekhe, umeanza au umefikiria nini mpaka kuniuliza hivi?" Unamwambia, "Hebu nieleze kaifa kana shu'uruka wa kaifa kanat hasasiyatuka awwala ma ra'aita al-Kaaba." Yani pale ulipofika haram, ukaona ile ndiyo Masjidul Haram, ukaingia ndani ya msikiti mtukufu, ukaiona al-Kaaba, ulikuwa vipi katika hisia zako na mawazo yako? Akwambia, "Wallahi nilijikuta nalia tu na sikujua kwa nini ninalia." Anambia, "Haswa hakadha shauqu ila al-mahbub, hakadha yasna'u ash-shauqu wa hakadha tasna'u al-mahabba wa hakadha sha'nu al-iman." Hivi ndivyo inavyofanya iman, kwa sababu sisi Waislamu nyoyo zetu zimefungamanishwa na hapo. Na hii ni dua ya baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam, "Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim." Kwa hiyo moyo wa muumini ambaye ni kamilul iman, hapana shaka ana shauku ya kufika katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa kukutana na Allah jalla waala ikiwa wewe ni muumini ambaye uliishi kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukazijua sifa zake, ukayajua majina yake, ukaziishi athari za majina yake. Hapana shaka
shauku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni kubwa, na kila unapokuwa na shauku na kukutana na Allah, basi Allah jalla wa ala naye anakuwa na shauku ya kukutana na wewe, kwa sababu hivi ndivyo alivyo Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu mtukufu mkarimu, kwamba ukijikurubisha kwake yeye anakuja zaidi, ukimwendea unatembea yeye anakukimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni mapenzi ya Allah jalla wa ala kwa waja wake. Kwa hiyo leo tuhitimishe kwa kuzingatia pointi hii, anna kullama kana alilmu billahi atam kanat mahabbatuhu akmal. Kila inapokuwa maarifa yako ya kumjua Allah yanaongezeka, yanatimia, basi hapana shaka na mapenzi yako yatakuwa yanatimia zaidi kwa Allah. Kichukue kama kipimo kwamba tazama ni kiasi gani unampenda Allah, utapata jawabu kwamba kumbe una gap kubwa sana, haujamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usikupie kumjua Allah ili mapenzi yako yaongezeke kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Leo naweka kituo hapo, insha Allah tukutane katika halaka nyingine inayokuja. Wabillahi tawfiq.